Katika nyanda za juu za kaskazini mwa Tanzania ambapo upepo wa mabadiliko unavuma juu ya milima ya Meru na watu utazama kwa matumaini siku zao zijazo, jina moja linaanza kuwika tena kwa nguvu na uzito wa kipekee. Namzungumzia Paul Christian Makonda. Huyu si tu kiongozi bali ni simulizi hai ya mtu aliyejipambanua kwa ujasiri, kauli zenye msimamo na hali ya kutetea kile anachokiamini bila kuyumbishwa. Leo akiwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Makonda anavaa viatu vyenye historia ndefu ya uongozi, lakini pia anatembea katika historia yake binafsi ya kupambana kutoka chini hadi kufika kabisa juu ya mfumo wa utawala wa nchi. Makonda alizaliwa mnamo tarehe 15 Februari mwaka 1982 katika mkoa wa Mwanza, lakini alikulia katika jiji la Dar es Salaam. Tangu akiwa mdogo alionekana kuwa na mvuto wa kipekee katika kujieleza na kujenga hoja. Alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa na msukumo wa kutaka kuwa sauti ya wanyonge, jambo ambalo baadaye lingeonekana wazi katika maisha yake ya kisiasa na kiutendaji. Alihitimu masomo yake ya juu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akijikita kwenye taaluma ya siasa na uongozi wa umma. Kipindi hicho ndicho kilimjenga katika misingi ya kujenga hoja, kutumia kauli zenye nguvu na kuamini katika mfumo wa utawala wa sheria. Lakini haikutosha kuwa na elimu. Makonda alitaka kuishi kwa vitendo, si kwa maneno. Ndipo mwaka 2016 Tanzania ilishuhudia kijana mwenye sura ya uthubutu, sauti ya mamlaka na kasi ya ajabu akitangazwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, jiji kubwa na lenye changamoto nyingi zaidi hapa nchini. Ilikuwa nafasi nyeti, lakini Makonda alikumbatia kwa mikono miwili. Ndipo sura yake ikaanza kufahamika kila kona ya nchi. Alikuja na moto wa mageuzi, kupambana na wahalifu, madawa ya kulevya, biashara haramu na hata kutumbua majipu ya rushwa bila kigugumizi. Ujasiri wake, ingawa aliwagawa watu, lakini aliweka historia ya kiongozi anayeishi katika misimamo yake. Makonda hakujificha nyuma ya viti vya ofisi. Alishuka hadi mitaani, akatembelea wananchi, akazungumza nao uso kwa uso. Alifanya ziara za ghafla, akafika shuleni, hospitali, masokoni hadi kwenye vituo vya polisi. Kwa wapo waliomkosoa, lakini wengi walimuona kama kiongozi aliyekuja kubadili taswira ya uongozi wa kisiasa, si tu wa heshima bali wa utendaji halisi. Mojawapo ya matukio aliyomweka zaidi kwenye macho ya umma ni msimamo wake dhidi ya madawa ya kulevya. Aliongoza mapambano hayo kwa nguvu kubwa, akiwatuhumu na kuwaita hadharani baadhi ya watu waliodaiwa kuhusika bila kupepesa macho. Hili lilimfanya zungumziwe ndani na nje ya nchi, kwa baadhi kama shujaa, kwa wengine kama kontena la moto lisiloharibika. Lakini vyovyote vile hakuacha kuwa mtu wa vitendo. Baada ya muhula wake wa Dar es Salaam, maisha ya kisiasa ya Makonda yaliendelea kuwa gumzo. Alionekana kwenye matukio ya kisiasa, mikutano ya kijamii, na mara kadhaa alitajwa kama mmoja ya vijana wa karne hii walioandaliwa kwa majukumu makubwa zaidi serikalini. Na hatimaye mwaka 2023 aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, mkoa wa kihistoria wenye heshima ya kiutalii, lakini pia wenye changamoto za kijamii, kiuchumi na kiutawala. Makonda alipotua Arusha alikuta mkoa uliotulia kwa sura, lakini wenye kiu kubwa ya maendeleo ya kasi. Na kama ilivyo kawaida yake, hakusubiri aanze kuzunguka wilaya hadi wilaya. Akafanya mkutano wa viongozi wa kata, vijiji, wafanya biashara, vijana na akina mama. Kila alipopita alibeba ujumbe wa mabadiliko. Alijikita katika kupigania elimu bora, huduma za afya, miundombinu ya kisasa na kuhakikisha kuwa rasilimali za mkoa huo zinawanufaisha wananchi wote. Makonda si kiongozi wa maneno matamu tu, ni kiongozi wa kauli kali, lakini pia mwenye moyo wa huruma. Ni mtu anayelilia haki, lakini pia mwenye uthubutu wa kuvunja ukuta wa mazoea. Akiwa Arusha, ameendelea kuwa sauti ya wanaokosa sauti, nguzo ya wale waliokata tamaa, na mwanga wa matumaini kwa vijana waliodhani nafasi za juu hazifikiwi na watoto wa kawaida. Maisha yake ya nje ya siasa yanaonyesha upande wake mwingine. Mtu huyu ni mume na baba anayejali familia, mwenye imani ya dini na anayependa muziki na sanaa. Amekuwa karibu na wasanii, akitambua kuwa burudani ni sehemu ya maendeleo ya jamii. Pia anajulikana kwa kutoa misaada ya kushiriki kwenye matukio ya kijamii kwa moyo wa kujitolea. Katika dunia ya siasa iliyojaa kelele, Paul Makonda anasimama kwa sauti ya tofauti, sauti ya uthubutu. Katika enzi ya uongozi wa kawaida, Makonda amesimama kama alama tofauti. Hakuwa kama kiongozi wa kusubiri, bali kiongozi wa kuchukua hatua.
na leo hii akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, mkoa unaotazamwa na dunia kupitia mlima wa Meru na lango la Serengeti. Jina lake linaendelea kuchongwa katika mawe ya historia ya Tanzania, historia inayosimulia juu ya kijana anayetamani mabadiliko na akaamua kuyafanya yeye mwenyewe. Paul Makonda si jina tu, bali ni hadithi ya sauti iliyojaa msisitizo, moyo usiogopa giza na dhamira ya kweli ya kuliongoza taifa kwa kasi, uthubutu na moyo wa kizalendo. Makala haya yameandaliwa na Yusuf Mpuma na yamesomwa kwako na mimi Abubakar Malulu, na hii ni Anwari TV.